Nafahamu kabisa kwamba pamba ni zao muhimu sana. Kiuchumi ni muhimu sana. Lina products nyingi. Hilo nalifahamu wala sina haja ya kulirudia. Lakini vile vile ni zao muhimu sana kisiasa. Kwa sababu linagusa watu wengi sana. Kwa hiyo serikali isipoweza kuishikilia zao hili vizuri, athari yake kwa wananchi ni kubwa sana. Mnafahamu tuna mikoa 17 inalima pamba, wilaya 56 na halmashauri 64. Huwezi kupuuza zao kubwa kama hilo kwa sababu linagusa maisha ya watu wengi. Na hapa hatujazungumzia mnyororo mzima wa thamani kwa watu wengine wote ambao wameajiriwa kwenye viwanda na kadhalika. Sasa niliangalia taratibu uzalishaji wa pamba. Chati nilikuja Mwanza fulani kama anaonyesha, unaona uzalishaji wa pamba unayumba pengine kuliko zao lingine lolote. Kwa 2004 uzalishaji ulikuwa chini ya tani 150,000. Kuna wakati tulifikia kiwango ambacho pengine kubwa sana 2005 2006 na kidogo 2008 2009. Kwa hiyo unaona kabisa ukichukua hii chart ukiangalia tunapanda tunashuka, tunapanda tunashuka. Na niliwauliza wataalamu wanieleze nini kinatokea hapa. Wakanipa sababu 4. Ya kwanza, upatikanaji wa pembejeo. Kwamba kuna uwiano mkubwa sana kati ya upatikanaji wa pembejeo na uzalishaji wa pamba. Pili, wameniambia wataalamu, huduma ya ugavi kuwafikia wakulima wetu na kuwapelekea utaalamu ule ambao wanaweza kuongeza uzalishaji. 3, hali ya hewa. Na 4, utulivu wa soko. Hasa ukiangalia mambo yote hayo 4, mawili ni moja kwa moja hapo kwenye sera. Maamuzi yetu sisi ambao tunafanya maamuzi kama serikali. Pengine tukaa kama wadau hapa. Swala la pembejeo na swala la huduma za ugavi, upatikanaji wake umekuwa ukiendeshwa sana na sera. Kwa hiyo sera kwa kiasi kikubwa imechangia kupanda na kushuka kwa zao la pamba. Na hata zaidi ya hapo, hata utulivu wa soko kwa kiasi fulani. Kwa sababu hatuna udhibiti wa soko jumla, lakini kwa kiasi fulani bado sera inagusa. Kuzungumzia bei ya kununua pamba kwa mfano, inakuwa na mahusiano moja kwa moja na uzalishaji wa pamba. Kwa hiyo kuna masuala mengi ya kisera ambayo sisi tukiyakosea athari yake kubwa kwenye uzalishaji wa pamba na kwenye maslahi ya wakulima wetu. Tukiyapatia vizuri, kuna manufaa makubwa kwenye uchumi wetu na kuna manufaa makubwa kwa hawa wadau wetu ambao ni wakulima na wadau wengine wote ambao wanahusika na soko la pamba. Ndio maana ni muhimu sana kukaa na kuzungumza kabla ya kufanya maamuzi. Na wakati mwingine wakati tunafikiria tutakapokuja kwenye mkutano mkubwa tunakujaje, ni vizuri tukakaa pamoja na kujaribu kubadilishana mawazo. Nimeonyesha hapa kwamba msimu huu tutavunja rekodi ya uzalishaji wa pamba kwa makadirio ya bodi ya pamba. Tutakaribia tani 400,000. Hapa naona tani 393,460. Na hiyo ukiangalia kwa miaka 10 zaidi ya 10 iliyopita hatujawahi kufikia. Sio kama historia tumewahi kufikia leo kiwango hicho. Hatujawahi. Kwa hiyo tunaenda kwenye msimu ambao utakuwa ni mzuri kuliko msimu mwingine wowote. Maana yake nini? Moja, kujifunza tulifanya nini vizuri ili tukiendeleze zaidi kuhakikisha kwamba mafanikio haya yanaendelea. Na pili, kuepuka kufanya makosa yale ambayo yanasababisha tunafika juu afu tunarudi chini, hapana juu afu tunarudi chini. Kwa hiyo maana ya kukaa hapa na kuzungumza kwa pamoja. Wanasemaga hivi afu wakati mwingine watu wananong'oneza wasema usiseme hivyo. Mimi nasema mimi nimekuja hapa kujifunza. Wanaambia wewe ni waziri usiseme hivyo. Ongea na mamlaka. Ongea na onyesha unafahamu sana haya mambo wewe ndio. Mimi niko hapa kujifunza na kusikiliza ili tujue tutakwendaje pamoja. Tuhakikishe kwamba haya mafanikio ambayo tunaelekea kuyapata sasa hivi tutaimarisha na tutayaongeza zaidi. Kwa hiyo nitawasikiliza sana. Kingine ambacho na nyinyi pengine mnakifahamu vizuri, na Mheshimiwa Rais wakati anahutubia bunge alizungumza ni swala la tija. Kwa sababu changamoto ya kilimo ni tija. Na hili nalizungumza mpaka nadhani watu watakuwa wananikimbia. Zile sahani za zamani zile za santuru kicheza sana inaanza kuparuza.
Kwa watu wataanza kukimbia sababu ana tija, kila nikiongea nazungumzia tija. Kwenye pamba nako ukiangalia takwimu kwa kweli tuko chini sana. Kwa ekari moja tunapata wastani wa kilo 200. Si ndio? Kwa ekari moja tunapata wastani wa kilo 200. Wataalamu wananiambia tunaweza tukasukuma tukaenda kilo 650 mpaka 1000. Mpaka 1000. Kiasi tunachokipata kwa ekari moja hapa ni kidogo kuliko nchi ya Mali, kuliko Burkina Faso, kuliko Misri. Na tuko chini zaidi kuliko nchi nyingine ambazo zinalima pamba duniani. Na zao la pamba kwa kawaida ni injini ya maendeleo ya viwanda. Sehemu nyingi sana zimeendelea kwenye maendeleo ya viwanda kwa sababu pamba ni rasilimali, ni malighafi muhimu sana. Sasa kama tija si nzuri, kwamba tunazalisha kidogo sana kwenye eka, kwanza inabidi mkulima asipopata bei kubwa anakuwa hapati motisha wa kufanya kazi ya kutosha. Kwa inabidi kuwa na bei kubwa ya kumvutia alime ile pamba. Lakini maana yake ni kwamba na anayetaka kuanzisha kiwanda hapa ataona gharama malighafi ni kubwa sana. Huwa kuna kitu nasema nadhani watu nisingependa watu wanielewe vibaya. Nasema kwamba sisi kwenye kilimo lazima lengo letu liwe yale mazao ambayo tunatumia ndani ya nchi bei yake iweze kushuka, lakini kipato cha mkulima kiongezeke. Mazao tunayouza nje tunataka bei iendelee kupanda siku hadi siku, lakini yale tunayotumia ndani kama chakula au malighafi tuweze kuhakikisha kwamba bei inashuka, lakini kipato cha mkulima kinaongezeka. Kwa hiyo sasa kama mkulima kwenye ekari moja anapata kilo 200, tungeweza kumpeleka paka kilo 1000. Maana yake ni kwamba hata kama bei ingeshuka kipato chake kinapanda. Lakini maana yake vile vile ni kwamba kama bei inashuka tunakuwa na wigo mpana zaidi wa kuvutia wawekezaji katika viwanda vya kutengeneza nguo na kadhalika na vya kuzalisha mafuta. Kwa hiyo kazi kubwa tulionayo, lakini napenda tu kuahidi kwa jinsi ambavyo alielekeza Mheshimiwa Rais kwenye hotuba yake ndio mwelekeo wetu sisi. Ili tuweze kuongeza tija lazima tuongeze nguvu sana kwenye utafiti. Najua kwamba kwa kiasi utafiti wa mbegu ambazo tunatumia sasa hivi umechangia sana kuongeza uzalishaji wa pamba. Kwa tunaongeza uwekezaji katika utafiti na tunaanzisha mfuko wa utafiti kuhakikisha kwamba watafiti wetu na sayansi wetu wanafanya kazi nzuri sana na tutatia shime wafanye kazi kubwa hiyo. Na katika utafiti tunahitaji utafiti zaidi kwenye mbegu. Tuendelee kufanya utafiti kwa mbegu bora. Tusibweteke na kile ambacho tumefikia sasa hivi. Kuna mbegu gani bora tunaweza tukaendelea kuitafiti tukaitumia kwa ajili ya kuongeza uzalishaji katika sekta yetu. Pamoja na hivyo kilimo bora, namna ya kulima. Hii yote mnafahamu. Unaotesha vipi? Unatupa mbegu tu, unaotesha kwa mstari, space zinakuaje, plant population ikoje na kadhalika. Tunatumia nini? Sasa hivi tunafanya utafiti kuhusu matumizi ya mbolea kwenye pamba. Wenzetu wanafanya utafiti, lakini viuatilifu ambavyo vinafaa ambavyo vinaweza kuleta tija kufanya utafiti. Tutakuwa tunaendelea kufanya hivyo. Lakini kubwa hata tukishafanya utafiti, tukishajua nini cha kufanya, tunahitaji kukipeleka kwa mkulima. Kwa sababu kufanya utafiti jambo moja. Na watafiti wananiambia mara kwa mara tuna mambo yote sisi. Siamini kama tuna yote. Lakini kwa kiasi fulani kuna mengine ambayo wameshafanya utafiti, watafiti wetu wamechapisha kwenye majarida huko nje, wenzetu wameyabeba, lakini sisi tunahitaji sasa mfumo wa kupeleka matokeo ya utafiti kwa mkulima. Ndio maana huduma ya ugani nayo itapewa kipaumbele kikubwa na Rais ametuelekeza katika hotuba yake ile. Mtakumbuka kwamba katika hotuba yake ile mambo makubwa, kuna mtu mmoja alichora graph. Anasema kilimo alikizungumzia kuliko kitu kingine chochote. Na alianza kuzungumza masuala ya uchumi, cha kwanza alizungumzia kilimo. Kwa ametoa kipaumbele kwenye kilimo ambacho sisi lazima tukionyeshe kiukweli kweli. Kwa sababu hatutaki haya maneno yawe kama ni kauli mbiu tu. Kilimo cha kufanya kupona, siasa ni kilimo. Kilimo kwanza na kadhalika. Kwa hiyo lazima tupeleke katika ugani. Mtaona katika mikoa mitatu ambayo tutaitenga kwa ajili ya kutoa huduma za ugani. Huduma mahiri. Mkoa mmoja hapo utakuwa unagusa pamba. Tunaepuka tu kuzungumzia mikoa hiyo haraka kwa sababu mheshimiwa bosi wangu Malima ataanza kuniambia mbona hajaleta kwangu. Mheshimiwa Shinyanga atasema tunasubiri tutasema wakati wa budget. Lakini tutalenga sana mafuta ya kula. Kwa hiyo kitakacho tu drive sana ni alizeti, lakini tumesema tusiache na pamba. Na humo
aina ya huduma za ugani ambazo tutazileta. Zitakuwa na aina za ugani ambazo zinaleta tena wale maafisa ugani kwenye retraining. Tutafanyia utafiti, tutawatrain upya, tutawapa mapikipiki, tutajazia mafuta, tutawapa simu, tutakuwa tunafuatilia kila siku, leo umeenda kwa mkulima gani, tutahakikisha na wenyewe na mashamba yao, tutawasaidia walime vizuri, na kwa sababu wanakuwa train wakati tunakagua wao, tutaangalia mashamba yao yanaendeleaje. Kama ulimi vizuri, tutajua huwezi kumshauri mtu mwingine namna kulima vizuri, lakini yale mashamba darasa ambayo tulikuwa nayo tutayafufua vizuri zaidi, tutaendeleza vizuri zaidi. Kwa hiyo tunahitaji wakati utafiti unafanyika huko, tuhamishie ile knowledge ya kilimo tupeleke kwa wakulima. Hilo tutapambana nalo, na ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais, na ni maelekezo mazuri sana, kwa sababu tutakuwa tukizungumza kilimo tu ni uti wa mgongo hatuendi huko, na hilo hasa kwenye tija, kwa sababu tunahitaji kweli tuone. Sasa nimeona mtu wa Matex alikuwa hapa, lakini tunataka tuone tena viwanda vya kuzalisha nguo vinaongezeka hapa nchini, na ufungua kwenda kule bado huko kwenye kilimo tu kwa ajili ya kupata malighafi kwa gharama ambayo ni ndogo. Sasa kuna jambo jingine tena kwenye kilimo bado linatoa headache. Madeni. Yaani wakulima wanalima, wanauza, afu madeni yana pile up. Na nyinyi wote mnafahamu. Ni swala ambalo kidogo ni paswa kichwa, lakini tumepania kulimaliza. Nadhani ukiangalia kwenye sekta pamba yote, na nimecheki haraka madeni kama bilioni 88. Bilioni 88. Yaani maana yake sisi tunaendesha hii sekta kwa mamlaka tuliopewa, hatujafanya vizuri bado. Tumefanya maamuzi ambayo yanapelekea kujenga madeni. Sasa madeni ni ya nani? Najua mengine ni ya kisera, pengine ya uhusiano, lakini ukienda kwenye korosho kuna madeni vile vile hajalipa. Sasa unaendaje? Watu wamelima pamba yao, wamemaliza, wameuza, wanaingia msimu mwingine walima, wanauza, afu huku madeni yanaongezeka. Madeni mengi ni ya wazabuni. Maana yake ni kwamba tunachukua huduma ambazo tunazitumia. Mfumo wa kuhakikisha kwamba tunalipa zile huduma vizuri na kwa wakati lazima uwe ni mzuri sana. Kwa hili swala mimi nalichukulia kwa kati ya vitu ambavyo tungependa wakati zamu yetu kwenye wizara hii itakapoisha tu tumelimaliza ni hilo. Sisi tuliokulia kwenye vyama vya ushirika zamani, na mini Victoria Federation ilikuwa hivyo, lakini nimekulia kwenye KNCU. Ulikuwa na trust ya kutosha, imani ya kutosha. Mkulima akichukua mazao yake akaenda kuuza, asipolipa hela anaridhika, anasubiri mambo yakishachanganya kule analetewa hela zake. Sasa hivi kwa sababu ya mambo yalivyoparaganyika, hakuna mkulima anaamini hivyo. Anataka akiuza apate hela zake. Na sisi lazima tuende na mwendo huo. Hatuwezi kumwambia tena subiri, bali tuanze kumwambia subiri, tutafrustrate. Yale ya kisera ya kupanda na kushuka, kupanda na kushuka. Sasa ameingia Mheshimiwa Hussein Bashe. Hebu njoo kabisa, na nataka kuseme kidogo. Karibu sana. Kwa hiyo tumeliona hilo, na tunataka tupambane na swala la fedha katika sekta ya kilimo. Na Mheshimiwa Bashe kwa kweli amechangia sana kutatua changamoto hizi. Nyinyi mnafahamu kwenye pamba kazi ambayo ameifanya, ametusaidia sana kwenye korosho. Sasa tumekutana na wakuu wa mabenki. Tulikutana nao tarehe 22. Tukazungumza, tusaidiane, tuhakikishe kwamba hatulimbikizi tena madeni. Yana frustrate wanaotuletea huduma, lakini vile vile sekta nzima inakuwa imebebeshwa mzigo ambao wakati mwingine tutaupeleka kwa wakulima. Tumekubaliana kuunda high level panel on agricultural financing. Nitaitangaza pengine kesho kutwa, lakini nataka tuizindue katika nafasi kubwa. Ona tukaizindulia Mwanza wakati wa Mei Mosi. Hiyo itakuwa na wakuu wa mabenki. Tumekubaliana nao. Kwa mfano mkuu wa CRDB amekubali atakuwa mjumbe. Tanzania Agricultural Development Bank atakuwa mjumbe, NBC atakuwa mjumbe, NMB atakuwa mjumbe, taasisi yetu ya PAS kutakuwa na mjumbe, na wao watakuwa na secretariat. Nitawapa takriban miezi 3 au zaidi wachambue changamoto zote hizi za kifedha ambazo tunazipata, including ni mfumo gani ambao utatuondolea hii tatizo la kulimbikiza madeni. Ni mfumo gani utahakikisha kwamba hatuna overhead kubwa sana kwa sababu ya kukopa na kulipa. Kwa sababu kuna vyama vya ushirika vinakopa benki kununua mazao, wanauza, wanarudisha mkopo na riba, wanakopa benki kununua mazao, wanauza, yani kuna mzunguko fulani hivi ambao una nuksi, hawezi kusaidia mkulima. Kwa hiyo kamati hiyo nimemteua Mheshimiwa Bashe, atakuwa ndio mwenyekiti, ataiongoza. Ataongoza kwa taasisi. Ndio maana nilisema tamsema hapa akiingia hapa, lakini umeingia on time. I think utaishi maisha marefu sana. Hilo tutalizungumza na wakati mwingine ambao mnafahamu hapa mtatueleza. Tunahitaji tulimalize hilo.
Jingine la mwisho kabisa ni mambo ya ushirika, namna ya kuimarisha ushirika wetu. Wote mnafahamu bado tuna changamoto kubwa sana kwenye ushirika. Mambo mengi. Kulifanyika jitihada za kusafisha sawa, lakini usimamizi wa ushirika wakati mwingine umekuwa ni changamoto, na nashukuru kwamba Dr. Ndiege yuko hapa. Tunahitaji sana kusimamisha. Mimi bado nitamtaja tu Cherehani kwa sababu walao ni mfano. Cherehani na chama chenu cha kahawa ni mfano ambao tungetaka sasa tukajifunze. Mimi nazungumza hapa kama waziri lakini mbunge. Mheshimiwa Cherehani nishakualika kwenda Rombo uunge na ushirika wenzetu, lakini ningependa yale ambayo mmeweza kuyafanya yasambae maeneo mengine mengi zaidi, ili ushirika kwa kweli uongeze tija, bei akawa mnalipa nzuri zaidi na bado mpate hasara na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunahitaji kwenda kwenye ushirika. Na ushirika, nimeona swali ulikuwa unajibu Mheshimiwa Bashe vizuri sana, kwamba ushirika unamlinda mkulima. Lakini wakati huo tunataka watu wajihisi kwamba tunapoingia kwenye ushirika ndio tunanufaika. Hasa ni challenge, kwa sababu hatutaki ushirika uwe ni wa lazima. Ushirika sio lazima kama ndoa isiwe ya lazima. Lakini vile tunaogopa sana kuachia mambo yaende holela halafu watu wakapigwa kama walikuwa wanapigwa. Sasa hapo challenge tutakuja kuitatua kisheria. Tunahitaji sana ushirika ufanye kazi kwa namna ambayo wana ushirika wanajua wananufaika na ushirika ule. Hata ukimwambia toka anakataa. Hasa tuna changamoto huko kwetu huko Kilimanjaro. Kuna watu wanataka kuondoka kwenye chama kuu cha ushirika, alafu chama kuu cha ushirika inapiga kelele msiondoke. Sasa nauliza simkae, tatizo liko wapi? Lazima, kwa sababu hatuwezi kuwalazimisha. Kama mtu anataka kutoka atatoka tu. Na mimi nitahakisha anatoka, lakini haitusaidii kwa sababu moja ni nguvu. Sisi tungependa wakae pamoja. Na namna kukaa pamoja ni kutatua matatizo ili kila mtu anayekaa kwenye ushirika ahisi kwamba kuna faida za kukaa ndani ya ushirika. Haya, nimeongea haya maneno yangu, lakini mengi tutasikiliza nyinyi mtakayosema ndugu zangu, ili zao letu la pamba liimarike wakati tunaadhimisha na kusherehekea mafanikio ambayo tunatarajia tutapata katika uvunaji huu, lakini tujenge jukwaa la mafanikio makubwa zaidi, kwa sababu lengo letu ni kubwa kuliko hata hilo ambalo tutalifikia Mungu ajalia katika msimu huu wa pamba. Baada ya kusema hayo, asanteni sana. Sasa kazi ianze.